Tukiyatekeleza vyema, mapendekezo yaliyotolewa yatatuelekeza kwenye kuwa na mfumo wa haki na usawa wa ulipaji wa kodi. Kuna malalamiko mengi kwa wafanyabiashara, wengine wanalipa sawa inavyotakiwa, wengine wana vichochoro vya kupita wanalipa kidogo, wengine ilikuwa na kikao na mkuu wa TRA wiki zilizopita hapa kuhusu mafuta ya kula. Kuna wanaozalisha, kuna wanaopitisha magendo, yanapita hayalipiwi kodi, na kwa hiyo uwanja wa soko hauko sawa. Kwa hiyo kuna mambo yote hayo ya kuyatazama. Sasa mapendekezo haya yatatuelekeza huko kuwa na kodi ya haki na usawa kwa kila mfanya biashara kwa kiwango cha biashara anachokifanya, na sio wengine wakubwa, wengine ndio wenye nchi hawalipi, wengine sio hivyo. Lakini pia inatuelekeza kuwa na utulivu kwenye ulipaji wa kodi. Sera ziwe zimetulia na zinaeleweka za ulipaji wa kodi, lakini pia zinatekelezeka. Vile vile kuwe na tafsiri moja ya kisheria inayoeleweka, sio sheria ambazo mfanyabiashara kikisoma kifungu hicho hicho anauelewa tofauti, na mkusanyaji wa mapato akisoma kifungu hicho hicho anauelewa tofauti. Lakini tuwe na sheria ambazo kifungu kinachosema kisimame hivyo hivyo na kiwe hivyo kwa mfanyabiashara na mkusanyaji wa kodi. Lakini kwa upande mwingine, sera zetu au kodi zetu ziwe neutral, hazikandamizi watu, hazipendelei watu, ziwe neutral. Fanye biashara, alipe kodi, serikali ikusanye mapato, tuendelee kufanya kazi zetu, na zisiumize wale ambao wanajinaniki uchumi, lakini kodi ambazo zinakuza biashara na zinakuza mapato nchini. Lakini jengine, zitutoshe, tuendelee kuongeza wigo wetu wa ukusanyaji. Amesema mwenyekiti wa tume hapa kwamba mapendekezo walioyatoa tukiyatekeleza yatatusogeza basi mpaka tufikia 18% ya GDP ya ukusanyaji wa kodi zetu. Tutakuwa tunasogea na vile viwango vilivyowekwa na ulimwengu polepole mpaka tutafika tunakokwenda. Hii tutosheleze kuweza kufanya matumizi na huduma za ndani ya nchi. Tuweze yale makubwa, tutawalika private sector, tutaalika uwekezaji, tutaalika watu wengine tuje tufanye nao. Tunarekebisha sera yetu ya PPP, Public Private Sector Partnership. Tunakwenda kuifanyia marekebisho na yenyewe ili mambo makubwa tufanye na private sector, lakini yale ya ndani, maji, umeme, elimu, barabara, maintenance zake na nini, yote tuwe tuna pesa ya kutosha tuweze kufanya wenyewe badala ya kunyosha mabakuli na kuomba. After all, mabakuli yenyewe siku hizi hayaingizwi kitu. Sasa hivi ni aid na ni trade for aid, sio? Yaani tufanye biashara, tusaidiane. Anayekuja apate na sisi tupate. Yale ya misaada tu tupeni. Mikopo ipo, lakini misaada safi imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tukusanye ndani ili tuweze kufanya mambo yetu. Na wananchi walielewe hilo. Walipe kodi, tukusanye, tutoe huduma. Serikali iweze kutoa huduma. Bila kodi serikali haitaweza kutoa huduma. Kwa hiyo wale wasimamizi wa kodi, na baada ya kufanya marekebisho yaliyopendekezwa hapa, mapendekezo yaliyotolewa, twende tukakusanye kodi tuweze kufanya maendeleo yetu ya ndani. Lakini pia huu ni msingi mzuri wa safari yetu ya Dira 2050. Tunajenga msingi imara ili tuweze kusanya na tuweze kuitekeleza dira yetu kwa yale ambayo yanatuwajibikia sisi kama serikali kuyatekeleza.